Ni vizuri tukifika hapa, na nimefurahi leo kwamba wewe ni askofu wa kwanza kuhakikisha kwamba una moderate mambo ya politics katika Kenya. Askofu, nitakuomba tu kitu kimoja, wale wa kabila pia wakifika kwa mkutano wako usisinzie na hata usiwapatie nafasi, maana wao wanachochea wa Kenya kwa njia ambayo si mzuri. Huwezi kuwa kiongozi umestaafu unahubiri ukabila. Huwezi kukaa kwa madhabahu kama hii unahubiri ukabila. Ndio unaona tunasema hata kiongozi wa taifa anaweza kutoka sehemu ya Bwani kama Wakenya wengine wamejiuza vizuri. Lakini nilikuwa namwambia huyu gavana wa Mombasa, sisi wanasiasa wanaume wa kisasa, kama ingelikuwa hii ndio tabia yetu, hatungelioa wanawake, kwa sababu hatuna lugha ya kuzungumzia watu. Wanawake hawangekuwa wanakuja katika maboma zetu, kwa sababu lugha ambaye tunaongea barazani, mazishi na mali kwengine ni lugha ambaye ni ya kuchochea wa Kenya. Na tunataka kuuliza we pia askofu na askofu ambaye mko hapa, maaskofu ambaye wanapeana microphone kwa uchochezi katika taifa la Kenya, lazima pia na sisi tuwaulize, ombeeni wao askofu, kwa sababu kuna askofu wengine wanakata shortcut, wanavaa mavazi kama yenu, na hawa ni wakora, wanataka tu kutoa sadaka kwa wananchi na wawe matajiri, lakini hawezi kusema yale yako katika Biblia. Kwa hivyo hakuna Mkikuyu mkabila, ni mmoja ambaye ana champion ukabila. Hakuna Mkiriama ambaye ni mkabila. Kama huyu Owen tunampa sifa kwa sababu lugha yake ni lugha ya kupatanisha wa Kenya. Hapo ndipo sisi tunasimamia kama wa Kenya, na nafurahi kwamba askofu you are leading by example, kwamba utaki mambo yote tubake mambo machafu kwa mama yetu ambaye amelala. Mimi tu Owen nitakukabidhi hizo pesa, na wewe Sunday upeleke kanisani na uhakikisha kwamba sio yako na nyumba yako. Hiyo nimesema ni ya kanisa, na ninapatia kwa sababu ya heshima ya mama kukuzaa mpaka umekuwa kiongozi wa taifa. Wewe endelea kuwa Mkenya, usiwe mkabila. Na watu ya Kilifi hapa na wapatia pongezi. Kiongozi analindwa jinsi nyinyi mnalinda. Huyu Owen, ninaangalia nyota ya Owen, baada ya 3 term Owen anaelekea mali patakatifu ambaye mmemwenua, na atakalia kitingine kuliko hii ambaye amekati. Watu ya Kilifi ni sawa si sawa? Mtaombea taifa la Kenya, na tunaheshimu wazee kama Atwoli. Yale wameona ni mengi, sisi tunaendelea kuona mengi. Sitaki kusema kusidi hapa. Mungu awabariki, asanteni sana.